Habari za mdau mtazamaji, leo tunakuletea taarifa kutoka kata ya Pugu jijini Dar es Salaam. Kikundi cha kina mama kinachojulikana kwa jina la Tahrimu kilicho chini ya ulezi na usimamizi wa Sheikh wa kata ya Pugu, Sheikh Ramadhani Hamdani Gabwa, kimeadhimisha mazazi ya Mtume Muhammad, rehema na amani ziwe juu yake, kwa mwaka huu tarehe 14 Septemba mwaka 2025. Maadhimisho haya ambao ni ya 9 tangu kuanzishwa kwa umoja huo wa kina mama yamefana kwa kuhudhuriwa na wageni mashuhuri. Mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Aziza Rashidi maarufu kwa jina la Binti Sheikh, ambaye pia ni khalifa wa Ilala. Akifuatana naye alikuwa na Sofia Mdadike, naibu mkurugenzi wa maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum ya wanawake kutoka Juakita, mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na Saida Juma Huruvi, mjumbe wa baraza la BAKWATA kata ya Pugu. Aidha, hadhara imefanyika kwa weledi na umakini wa hali ya juu, ikiongozwa na amirati mkuu wa umoja wa kina mama wa Pugu, Zuhura Ali Kondo. Kiongozi huyo ameonyesha bashasha na furaha isiyo na kifani kwa kuona umati mkubwa wa wageni waliokusanyika katika maadhimisho haya, huku akitoa pongezi kwa wageni wote na viongozi mbalimbali kuanzia ngazi ya mkoa, wilaya hadi kata waliopata nafasi ya kushiriki maulidi haya. Nikinukuu kauli ya Mheshimiwa mgeni rasmi Aziza binti Rashidi, ambaye amesoma surati Ahzabi katika hadhara hii, akisema hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamswalia nabii, enyi mlioamini mswalieni na mumsalimie kwa salamu. Na akasoma hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama inayosema atakayeniswalia mara moja Mwenyezi Mungu humswalia yeye mara 10. Katika maadhimisho hayo, akina mama wa Tahrimu walipata fursa ya kumswalia Mtume, kusikiliza mawaidha ya kiroho na kijamii, na pia kuimarisha mshikamano wa kifamilia na kijamii kwa wakazi wa Pugu na vitongoji vyake. Tuungane na mwandishi wetu aliye mahala pa tukio kwa taarifa zaidi. Naitwa Zuhura Ali Kondo. Mimi ni amirati mkuu wa kundi hili la kina mama, umoja wa kina mama wa Tahrimu Pugu. Siku hii ya leo mimi nawashukuru sana wakina mama wote kwa mwitikio mkubwa, lakini pia nawashukuru viongozi wetu wa mkoa, wa wilaya mpaka wa kata kwa kuweza kuja kuhudhuria katika hadhara yetu hii ya kuadhimisha mazazi ya mtukufu wa daraja bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhara jinsi ilivyopendeza leo, kuna kitu ambacho kimezidi, kwa sababu katika hadhara zote ambazo tulitanguliwa kuzifanya huko nyuma hatujawahi kupokea ugeni mkubwa kutoka mkoa, lakini mashallah hadhara za nyuma zote tulikuwa tunapokea wageni mwisho wa wilaya, lakini mwaka huu tumejaliwa tumepokea ugeni mkubwa kutoka mkoa wa Juakita. Kwa hivyo ni jambo ambalo limeongezeka pia katika hadhara ya mwaka huu. Kwa majina naitwa Aziza Rashidi Umari alimaarufu Binti Sheikh, ni harifa wa Ilala. Nimefurahi kupata mwaliko huu kuwa mgeni rasmi kwenye mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumefurahi sana kwa sababu tunapokutana kwenye hafla kama hizi za mazazi ya Mtume tunakuwa tunaongea mambo muhimu, hasa kuhusu nchi yetu Tanzania na kuhusu malezi ya watoto wetu. Tumefika hapa na viongozi wenzangu, tumesherehekea vizuri. Tumefurahi sana kuwa mgeni rasmi katika maeneo haya ya Pugu. Ningependa kuwahusia wakina mama wenzangu, tuwalee watoto wetu katika maadili yetu ya Kitanzania. Tusipende kuiga. Utavomlea mtoto wako kwenye maadili ya Kitanzania kama walivyokuwa wanaishi wazee wetu, na amani na imani, maadili hakuna tena kupotea, atakuwa tu mazuri na tutawalea watoto wetu vizuri. Tupo katika zoezi kubwa la uchaguzi wa nchi yetu Tanzania. Ningeomba hasa kina mama wajitokeze kwa wingi, tukampigia kula mama mwenzetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumpe mkono na tumfurahie kwa kishindo kina mama wote. Tukapiga kula kwa amani kama ilivyokuwa nchi yetu, na tunaiombea dua sana nchi yetu Tanzania.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Hajat Sofia Mdadike, ni naibu mkurugenzi maendeleo ya jamii, jinsia, makundi maalum na wanawake JUWAKITA mkoa wa Dar es Salaam. Niko hapa leo katika maeneo ya Pugu katika maulidi ya mazazi ya Mtume. Nimefurahi kukaribishwa hapa kama jirani, kama kiongozi ambaye ninatambulika katika eneo hili na katika mkoa wa Dar es Salaam. Vile vile kwa furaha yangu leo nimejumuika na kina mama wa Pugu kupaza sauti juu ya malezi ya watoto na katika mmomonyoko wa maadili. Nikiwa kama mwalimu pia, nikiwa kama mwalimu mzoefu takribani miaka 10 na kitu, nimekuwa ni mzoefu sana katika mmomonyoko wa maadili haswa kwa watoto wetu wenye umri mdogo. Tunaamini kwamba mtoto anasema samaki mkunji angali mbichi. Hivyo niko hapa sambamba na kina mama wenzangu kupaza sauti jinsi ya malezi na kudhibiti mmomonyoko wa maadili, ikiwemo wazazi wenyewe kushirikiana kati ya mtoto, mwalimu na mzazi. Kwa maana ya kwamba mzazi atakapokuwa yuko bize kumfuatilia mtoto shuleni, inakuwa ni rahisi mawasiliano ya mzazi na mwalimu itasababisha mtoto kutoharibika, kwa sababu pia itadhibiti swala la utoro mashuleni. Vile vile hata kama katika tabia mbaya za watoto wanakutokea kwenye majumba mabovu, baada ya kufika shuleni wanaenda kwenye majumba mabovu, hivyo inasababisha mmomonyoko wa maadili. Mimi napenda kuwashauri jamii inayonizunguka na watu wanaonitazama na jamii yote inayonitazama katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, tudumishe amani katika nchi yetu, tusivuke mipaka, tusifate mkumbo wa nchi nyingine za mataifa tofauti tofauti. Tanzania yetu imezoeleka ni nchi ya amani, haijawahi kupigana vita. Hivyo napenda kuwashauri wakina mama wenzangu na jamii yote inayonizunguka, twende kwa pamoja tukapige kura tarehe 29 mwezi wa 10, tukamchague Mheshimiwa Rais wetu mtarajiwa Mama Samia Suluhu Hassan apate kura kwa vishindo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu naitwa Saida Juma Huruvi, ni mjumbe wa baraza la BAKWATA kata ya Pugu, tukiwa chini ya kiongozi wetu Sheikh Hamdani Ramadhani Gabwa, akituongoza vizuri na kutulea vizuri wakina mama pamoja na vijana pamoja na wa baba wote. Nchi yetu imetawaliwa na amani. Kutegemea na hali hiyo, tukiangalia wakina mama kama hivyo wameshaamka, wako katika mambo ya kufanya harakati za dini. Tuko pamoja kwa ajili ya harakati za Mwenyezi Mungu pamoja na za dunia. Huwezi kuwa katika harakati ya dunia bila kuwa katika harakati ya dini. Mwenyezi Mungu atuongozee kata yetu ya Pugu na uongozi mzima wa kata ya Pugu, wa wilaya, wa mkoa, wa taifa. Tunamshukuru sana mama yetu Shamim Kani, tunamwombea dua pamoja na uongozi wake wote kwa kutufikia wakati wa kongamano la wakina mama kata ya Pugu. Tulishukuru na kufurahi sana. Tunategemea kumuona mama yetu Mama Shamim Kani pamoja na mama yetu Samia Suluhu Hassan Mheshimiwa Rais, kwa kuwa pamoja na sisi wakati wote na kutupa moyo na kutujenga katika imani na kuendelea na harakati za nchi. Leo nina furaha kubwa kwa mwitikio mkubwa wa kina mama wote wa Pugu na sehemu mbalimbali, mpaka wamama wa kutoka Urongoni, wamama kutoka Chanika, wamama wa kutoka Kinondoni, wamama wa kutoka sehemu mbalimbali waliofika katika mji huu wa Pugu. Tunashukuru na naomba Mwenyezi Mungu azidi kutufikisha, kutuweka karibu sana na harakati hizi za dini, na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwe ni sababu ya kuielezea Pugu kwa ajili ya harakati kubwa ambayo wanaifanya, na tutaendelea zaidi na kuitangaza amani ya nchi yetu na kuiombea uchaguzi wa Oktoba 29 kumchagua kiongozi wetu wa diwani wa kata ya Pugu Frenki Mangati, kumchagua mbunge wetu Jerry Silaha na kumchagua mama yetu Samia Suluhu Hassan. Wajitokeze kwa wingi wakina mama, wakina baba, vijana, na kufanya uchaguzi wetu uwe wa amani na utulivu.
Huyu leo tunamsherehekea hapa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utajiuliza mtume ni nani na kaja kwa nani? Tukti hapa aliongea Tukti Laya. Bahati nzuri alinialika kipindi cha nyuma mwezi wa Ramadhani, nilikuwa na jombo langu kama mnavyoona kwa marehemu hapo, naenda kwake kufutahi. Na leo hii mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumekutana naye tena hapa. Mtume anatufundisha nini na nini tukifate? Wakina mama tulidi nyuma, tuangalie wazazi wetu waliishi vipi, waliishi kwa kumfuata mtume kwa vitendo vyake. Mtume alikuwa mwenye kuaminika, sifa na tabia zililingana. Kweli si kweli? Katika hadithi na haya zinasema hivyo. Ukitaka kuyajua haya yote tuingie wapi? Madarasani. Mtume Muhammad ambaye leo ndio bendera yetu wakina mama wa Kiislamu, alikuwa mtu ambaye mwenye sifa zake, mwenye heli zake, mwenye karama zake. Ndio maana tunajivunia leo kusherehekea mazazi yake. Mazazi haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwe funzo kwetu sisi, hasa wakina mama. Jiulize wewe mama wa Kiislamu, umetoka nyumbani kwako, jirani yako umemuaga? Ndio. Mimi na wewe si kama tulikumbuka swala hilo. Utapokuwa hujamuaga jirani yako na ukamwambia leo ni sikukuu yetu, karibu jirani yangu, mimi natoka na kuachia mtoto wangu. Lakini kama wewe hujamuaga jirani yako, mkawa mmekaa na magomvi, hamuelewani, ukumbuke tunarudi nyuma tena kwenye maadili yanamonyoka. Maadili haya yakimonyoka, wakulalamikiwa ni nani? Ni sisi, mimi na wewe. Alafu tunajinadi tunakwenda kwenye mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wewe jirani yako usemi naye, je, mtoto wako utamwachia nani ukitoka pale? Kile mama zangu katika imani, na mtoto naye ataiga. Mtoto ushamwacha pale, ana kiu, mtoto atakwenda kwa jirani yako kwenda kuomba maji. Yule mama wewe ushanuniana naye, maji atapewa ya kunywa? Hapewe. Hata hiyo kwa nini pale menyimwa maji? Kumbe mama yangu anakwenda kumswalia Mtume Muhammad, kumbe na mama Joni haongei naye. Tumswalie Mtume. Allahumma salli wa sallim. Kwa maneno haya machache, kwa sababu na hudhuru nyingine, shimi alaikum mama zangu katika imani, mimi na wewe nausia nafsi yangu na kuwahusia wenzangu, tumche Allah kama alivyoambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukimcha Allah tabaraka wa taala, wewe utakuwa na huruma na jirani yako. Maadili hayatomong'onyoka. Kwa sababu gani nasema hivyo? Nimeona juzi kati hapa huo mfano live ninarudi kwenye maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimepewa lifti. Mimi baba simjui, kumbe yeye ananijua. Alienda kwenye makripo haya ya kufutuisha ya watoto yatima. Tumefahamu kina mama. Akabidishe panda kwenye gari langu bila kufahamu. Nikamwambia sikufahamu, sasa ninaogopa maadili umonyoka. Tumefahamu Akanambia panda, nikamwambia sipandi. Basi akanipa karatasi yake na namba zake za simu. Umefahamu? Akanambia kipufika kwako ukipumzika nipigie. Baadaye itukio la kweli mwanangu katika imani. Baadaye nikampigia yule baba. Akanambia binti shehe, mpaka sasa hivi mimi hapa ninaumwa pressure, ninaumwa mawazo, miguu, malazi kibao kanitajia. Nikamwambia hospitali umekwenda? Kanambia hospitali nimekwenda, nikapimwa malazi yote hakuna, lakini moyo bado unanitatiza. Shida nini? Akanambia nyumbani, kila nikitoa pesa inakuwa ndogo. Mama anasema pesa unanigia ni ndogo, haitoshi.
Mama huyo nikamuuliza tena yule mwanamume, "Je, huyo mke wako anafanya biashara yoyote?" Akanambia, "Naam, mke wangu ana maduka mawili Kariakoo." Tumswalie Mtume. Ana maduka mawili Kariakoo, maduka ya nguo na mengineyo, anatengeneza batiki. Tumswalie Mtume Muhammad. Sasa kama tunampenda kwa Mtume Muhammad, nikamuuliza tena yule mama Muislamu, kanambia ni Muislamu hasa, mke wangu ni Muislamu na kaolewa katika jambo la Kiislamu. Kasoma dini? Kanambia kasoma madarasa 8. Tumswalie Mtume. Madarasa mangapi? 8. Nikamwambia basi sawa, nipe namba yake ya simu na mimi maneno haya nitafikisha kwa wenzangu, walimu wakubwa, tujue tunafanya nini kuhusu mama. Kama mama kasoma madarasa 8, si ndivyo? Ana elimu anayo, amekosa nini huyu mama? Ubinadamu hana. Umefahamu hana ubinadamu. Kama akichukua kigezo cha Mtume Muhammad kwa Bi Khadija, ukitakaongea hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitoka huko, Bi Khadija yuko anafanyaje? Anamtuliza, si ndivyo? Na Uislamu kaenda vizuri, si ndivyo? Kwa hiyo hii imekuwa nini? Question mark, si ndivyo? Question mark. Kwa hiyo nakuhusieni na kuhusia nafsi yangu. Yule mama wa watoto wa shule, watoto wake shuleni hada halipi na madrasa afanyaje? Hawapi. Kwa hiyo mama, kama tumejitambua, tunataka zile 100 kwa 100, si ndio? Kama unafanya biashara zinduka, muige Bi Khadija. Sawa? Muige Bi Khadija, tutapata nusura. Tumuige Bi Khadija, tutapata nini? Nusura. Baada ya kusema hayo, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Tunampenda Mtume, tunampenda Allah, tunampenda Mtume, tunampenda tuige vitendo vyake, tupende maneno yake. Tunampenda Mtume, tunampenda Allah, penda Mtume, tunampenda. Sema tuige vitendo vyake, tupende mahaba yake. Tunampenda Mtume, tunampenda Allah, penda Mtume, tunampenda Allah, tuige maneno yake, tupende vitendo vyake. Allah, penda Mtume, tunampenda. Sema penda Mtume, tunampenda Allah, tuige vitendo vyake, tupate mwenendo wake. Allah tunazisaidia Muhammadi. Kama